Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. बाहर बिठाए होंगे लोग आपने, आगे भी आ सकते थे। एक साथ बन सकती है, लोग आगे आ जाए, पीछे से कुछ और आगे आ जाएंगे। जो बाहर हैं कुछ उनको उधर बुला लेना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنما يعمر مساجد
مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Khalifa mtukufu ayyadahullahu ta'ala bisir aziz anasema kwamba tafsiri ya aya hii ni hivi: anayestawisha misikiti ya Mwenyezi Mungu ni yeye tu amwaminie Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho na kusimamisha swala na kutoa zaka na hamuogopi yeyote ila Mwenyezi Mungu, basi hao huenda wakawa miongoni mwa wale waliongozwa. Alhamdulillah, leo katika Ireland tunabahatika kufungua msikiti wa kwanza na tunaswali Ijumaa katika msikiti huu wa kwanza wa Ireland. Mwenyezi Mungu aiweke baraka sana katika ujenzi wa msikiti huu. Ingawa msikiti huu ni mdogo sana, lakini msikiti huu kujengwa kwake ni tangazo la kitu hiki kwamba wafuasi wa Sayyidina alayhi salatu wasalam wataeneza mafundisho ya dini tukufu ya Islam kutoka katika msikiti huu na wataswali swala 5 katika msikiti huu. Kutoka katika msikiti huu watapaza sauti hii kwamba msikiti huu ni sehemu ya kutimiza haki za Mwenyezi Mungu na haki za watumishi wake, si sehemu ya kuleta fujo au ufisadi. Misikiti inajengwa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu ambaye ni Mungu wa ulimwengu, Mungu ambaye ni Mungu wa dunia nzima. Mwenyezi Mungu katika siku za kale yeye alionyesha kwa ajili ya maendeleo ya kiroho na ya kidunia kwamba yeye ni Mungu, na yeye pia anaendelea kufanya hivi hata siku hizi pia, na siku za usoni pia ataendelea kuleta baraka zake kwa ajili ya dunia hii. Uungu wake si kwa ajili ya taifa maalum, bali ni kwa ajili ya ulimwengu. Basi kuhusiana na hii misikiti ya wafuasi wa Sayyidina alayhi salatu wassalam ni kwa ajili ya kutangaza jambo hili kwamba ikiwa tunataka kupata kujua kuhusu uungu wa Mwenyezi Mungu, kwa ajili ya hii wale ambao ni wafuasi wa Sayyidina alayhi salatu wassalam wanaweza kujua vizuri kuhusu hii. Misikiti hii tunajenga kwa ajili ya kutangaza jambo hili kwamba kwa ajili ya kuondoa ufisadi na fitina ya dunia, mufikirie mafundisho mazuri ya dini tukufu ya Islam ambayo ni mafundisho ya upendo na mapenzi. Misikiti hii inajengwa kwa ajili ya tangazo hili kwamba dunia inataka udugu na mapenzi badala ya vita na badala ya mabunduki. Na misikiti hii tunayojenga inatangaza kwamba katika misikiti huu yeyote atakayekuja mioyo yake ni safi kabisa katika wazo mbaya, katika dhana mbaya. Misikiti hii ni nishani ya kitu hiki kwamba wale watakaokuja katika misikiti huu wao watajitolea kwa ajili ya kutimiza haki za wengine, na kwa ajili ya kutimiza haki za wengine wapo tayari kujitolea.
na rehema inapatikana ndani ya mioyo yao. के तकाजे vile vile करते हुए हक की अदायगी से नहीं रोक wanatimiza haki za uadilifu hata kama ni dhidi ya maadui wao. बात का ऐलान है Misikiti yao tunayojenga, misikiti hii ni tangazo la jambo hili kwamba इसके इजहार के लिए Islam inatupatia uhuru wa dini. के लिए खुले हैं। Kwa ajili ya hii milango ya misikiti yetu iko wazi kwa ajili ya kila mtu, kwa ajili ya kila mtu ambaye anamwabudu Mwenyezi Mungu. Yeye anaweza kuja msikitini kwa ajili ya ibada, hata kama yeye awe Muislamu au asiwe Muislamu. आने वाला हर अहमदी Halifa mtukufu anasema kwamba mwanajumuiya yeyote anayekuja katika misikiti hii anatangaza jambo hili kwamba sawa na mafundisho ya Qur'ani tukufu, kila Muislamu की जिम्मेदारी है analazimika kulinda ibada za dini zote, उसके लिए उतना ही जरूरी है जितना अपनी मस्जिद की हिफाजत करना। na yeye analazimika kutimiza jukumu hili kama anatimiza jukumu la kulinda msikiti wake. Misikiti hii inatuelekeza upande huu pia kwamba Muislamu analazimika kupenda nchi yake pia. Mwaminio Muislamu hawezi kuwa Muislamu mkweli mpaka इसके बेशुमार awe मसाजिद से mtiifu wa nchi yake. तलबा करती हैं। Misikiti hii yetu inawadai wahusika wote kwamba haki ya misikiti itatimizwa wakati haki za Mwenyezi Mungu na haki za viumbe vyake zitatimizwa vizuri sawa sawa. बातें करने का हुक्म हमें अल्लाह ताला ने कुरान करीम में दिया Na mambo haya yote करने के लिए yameelezwa katika Qur'an tukufu, na Mungu ametuamuru kufanya hivi. मोहम्मद रसूलुल्लाह Na kwa ajili ya kufanya mambo haya yote Mtume sallallahu alaihi wasallam alitukumbusha mara kwa mara, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल na kwa kuonyesha mfano wake mwema इंसानियत की alitimiza haki za Mwenyezi Mungu na haki za wanadamu. सलामती और अमन के क़याम के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Kwa ajili ya mapenzi na huruma na amani na usalama, Mtume sallallahu alaihi wasallam alituonyesha mfano wake mwema. Haya si mambo ya ulimi tu, bali historia ni shahidi kuhusu hii kwamba safari fulani Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaruhusu Wakristo wakati wa ibada yao kwamba wao wafanye ibada katika msikiti wake. जिसको इस ज़माने में हम Haya ni mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam गुलाम सादिक ambayo katika zama hii अपने ऊपर लागू कर kwa kumpitia यही वो की mtumishi wake ametulazimisha kwamba tufuate mafundisho haya. इनके करने Haya ni mafundisho mazuri ya dini tukufu ya Islam. Kwayo tumelazimika na tumeambiwa tusambaze mafundisho haya. ये माऊद और महदी माऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस सोच के साथ जहाँ भी तुम Na kuhusu mafundisho haya, Sayyidina alayhi salatu wassalam amesema kwa wazo hili, mkijenga misikiti sehemu yoyote लोगों को mtafunguliwa njia mpya za mahubiri इसकी हुसूल तालीम na watu wataelekea kwenye Islam kwa kupitia misikiti hii, na mafundisho ya dini tukufu ya Islam yatavuta upande wake, na hivi idadi yenu itaendelea kuongezeka. Kwa ajili ya lengo hili tunatakiwa tujenge misikiti, na kwa ajili ya lengo hili tunajenga misikiti. Haya ni mafundisho ambayo kwa kupitia media na kwa kujua kuhusu mafundisho haya dunia inaelekea upande wetu. Hata awe mwanadamu wa kawaida au wenye siasa, wanaposhuhudia kwamba upande mmoja ni kundi la magaidi ambalo दूसरी तरफ linafanya mauaji, na upande mwingine ni jumuiya moja ambayo कोशिश कर रही है kwa ajili ya mapenzi na kwa ajili ya amani inafanya juhudi yake. इनसे अल्लाह ताला Upande mmoja kuna misikiti ya Waislamu wa jina ambamo kwa jina la Mwenyezi Mungu na mtume wake wanatukana wengine, और दूसरी तरफ सिर्फ हम na upande mwingine सुलह ni misikiti ya jumuiya
ambayo inazungumza kuhusu amani na mapenzi na upendo, na inasema kwamba mapenzi kwa wote si chuki kwa yeyote. Mambo haya yote yanawavuta watu upande wake, na watu wanataka kujua kuhusu jumuiya yetu, na wanataka kujua kwamba kwa nini kuna tofauti baina ya waislamu hawa wawili. Vile vile kwa kupitia media na internet kuhusu jumuiya, watu wanataka kujua kuhusu jumuiya. Juzi nilipata bahati ya kwenda katika bunge la Dublin. Nilibahatika kukutana na wabunge kadhaa. Mmoja wao alisema kwamba kama jumuiya Ahmadiyya kwa ajili ya huruma ya ubinadamu na kwa ajili ya kuimarisha amani na usalama inafanya juhudi, waislamu wengine hawafanyi hivi. Na maelezo haya kuhusu jumuiya nimepata baada ya kusoma sana kuhusu jumuiya. Akasema kwamba mimi nina hamu kwamba jumuiya Ahmadiyya ijenge misikiti katika mji wa Dublin pia haraka iwezekanavyo, ili upendo huu na ujumbe huu wa huruma uenee haraka sana katika mji wangu pia. Hazur anasema kwamba Mwenyezi Mungu hivi anaifahamisha dunia hii kwamba kwa kuona sehemu moja ya picha umsiwe na mawazo mabaya kuhusu Islam, bali muone sehemu nyingine ya picha pia ambayo ni sehemu halisi ya picha ile ambayo inaelezwa na jumuiya ya Sayyidina alayhi salatu wassalam. Basi hatutakiwi tufurahi kwa kazi hii kwamba tumejenga msikiti huu, na dunia kwa kupitia MTA imeona msikiti wenu na umeweza kusema kwamba sisi pia tumejenga msikiti na tuna msikiti wetu. Huzuri anasema function moja itafanyika jioni na watu wengi watakuja kuona msikiti wenu, na watu watasifu msikiti wenu kwa kuona uzuri wake. Labda watu wameshaanza kusifu msikiti wenu, au baadaye mara kwa mara wenyeji wa mji huu na wengine watakuja kuangalia msikiti huu wenu, na mtafurahi kwa sababu ya kuja kwao kwamba watu kiasi hiki walikuja kuangalia msikiti, na hivi mtaona kwamba umeshatimiza wajibu wenu na haki yenu. Hazur anasema si hivyo, bali pamoja na ujenzi wa msikiti huu mnafanya matangazo chungu mzima, na ujenzi huu unatakiwa uweke majukumu makubwa juu yenu, na kila mwenyeji wa mji huu anatakiwa ajue kuhusu majukumu haya, kama namna gani anaweza kutimiza majukumu yake. Hazur anasema kama nimeshawahi kueleza kwamba sisi tunatangaza matangazo ya aina gani katika misikiti wetu, kwamba namna gani tutatimiza haki za Mwenyezi Mungu na haki za wanadamu. Ikiwa sisi hatuzingatii haki hizi zote mbili, basi katika hali hii madai yetu ni bila dalili na bila hoja, na madai yetu yatakuwa sawa sawa na kuidanganya dunia hii. Kwa kufanya hivi tutafurahisha dunia hii kwa maneno ya ulimi wetu, lakini jambo ambalo ni lengo la maisha yetu, ambalo ni kumfurahisha Mwenyezi Mungu na sawa na ridhaa yake kufanya vitendo, sisi hatutazingatia jambo hili. Aya niliyosoma mwanzoni, katika aya ile pia Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza sifa za wale wanaimarisha misikiti. Aya hii inazungumzwa kuhusu Khanakaba na kuhusu misikiti yote ambayo inajengwa na wale watu ambao wanakuwa na sifa zilizoelezwa katika aya hii. Wale ambao ni waaminio ambao hali ya imani yao imeelezwa hivi katika Qur'an tukufu kwamba ashaddu hubban lillah, yani mapenzi ya Mwenyezi Mungu ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Mapenzi yote mengine hayatangulizwi juu ya mapenzi haya.
करते चले जाते हैं। kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu wanaishi duniani. Haitokei hivi kwamba kwa ajili ya faida ya dunia wasahau mapenzi ya Mwenyezi Mungu. कि उसके अहकाम Mapenzi ya Mwenyezi Mungu yanatutaka kwamba amri zake zote zifuatwe. की उसकी इबादत की जाए Mapenzi ya Mwenyezi Mungu yanatutaka kwamba yeye aabudiwe. करके Haitokee hivi kwamba kwa kuleta udhuru mbalimbali mwanadamu wasahau swala zake kwa ajili ya kupata faida ya mali aanze kusema uongo. इंसान को सोचना चाहिए कि मेरी मोहब्बत Wakati mtu anafanya kazi hii anatakiwa afikirie kwamba mimi nampenda Mwenyezi Mungu zaidi au mimi napenda faida na masilahi ya dunia zaidi. जा रही हैं तो दुनिया Ikiwa masilahi ya dunia na vifaa vya dunia vinampeleka mbali na mapenzi ya Mwenyezi Mungu, basi mapenzi ya dunia yanaendelea kutangulia juu ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Sayyidina Alayhi Salam anasema kwamba inatakiwa mtu ajue kwamba शराकत नहीं mapenzi ya Mwenyezi Mungu hayataki mchanganyiko ya mapenzi mengine yoyote. Imani ambayo ni mpendwa wetu kuliko vitu vingine vyote, imani hii inaweza kubaki katika hali hii tu kwamba katika mapenzi tusishirikishe kitu chochote na Mwenyezi Mungu. Jambo hili ni muhimu sana. Kwa kusema kila mtu anasema kwamba anampenda Mwenyezi Mungu na anampenda mtume wake, kwa hiyo anakuwa tayari kufa kwa ajili ya mapenzi haya. Lakini hatutasikia kwa mtu yeyote kwamba yeye hampendi Mwenyezi Mungu na mtume wake. Lakini wapo wangapi ambao wanafuata amri za Mwenyezi Mungu na mtume wake? Angalieni sala tu peke yake. का हक अदा करके Tunatakiwa tuchunguze kwamba je, sisi kwa kutimiza haki ya swala tunaswali swala? Wapo wengi ambao watasema kwamba wanaswali swala 3 au swala 4. Wapo wengine ambao wanaswali haraka kiasi hiki kwamba wao wamebebwa mzigo. इजहार का Swala ambayo ni njia ya kuleta mwanadamu karibu na Mwenyezi Mungu, ikiwa hatusali swala hii vizuri, katika hali ikiwa tunadai kwamba tunampenda Mwenyezi Mungu, basi haya ni madai yetu bila kuwa na dalili. Kisha kuhusu waaminio, Mwenyezi Mungu anasema kwamba wao wanapoalikwa kwa ajili ya uamuzi wa Mwenyezi Mungu na mtume wake, wanapoamrishwa wanasema kwamba sisi tumesikia na tumetii. Basi kila mtu anatakiwa achunguze kwamba je, ana hali hii au la, na sisi tukichunguza tutajua kuhusu hali yetu. Qur'ani tukufu imetoa amri chungu mzima. Kwa hiyo Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam ameandika sehemu moja kwamba amri hizi ni 700. Yeyote ambaye hafuati amri hizi na hakubali amri hizi, basi yeye anaendelea kuwa mbali nami, yeye anakata uhusiano wake nami. तब मुकम्मल होगा जब हम अल्लाह Basi imani yetu juu ya Mwenyezi Mungu itakamilika wakati tutakapofuata amri zote za Mwenyezi Mungu. Kisha tunasema kwamba sisi tunaamini siku ya akhera, siku ya mwisho, lakini wapo wengi miongoni mwetu ambao wanasema hayo kwa mdomo. बहुत से गुनाहों Ikiwa wao wana imani kamili juu ya akhira, katika hali hii mwanadamu hafanyi madhambi mengi na wala hayangai haki za wengine. Sisi kwa sababu ya hofu ya dunia tunajizuia katika kazi chungu mzima kwamba tukikamatwa itakuwaje, na tunawatii viongozi wetu kwa sababu ya hofu yao. Lakini wengi wetu wanafanya kazi hizi kwa sababu kuhusu akhira wanadai, lakini hawafikiri kuhusu madai haya. Wengi wetu wanaswali swala, wanaswali kwa ajili ya masilahi ya nafsi zao, na wanaswali kwa ajili ya mambo yao ya dunia. Na wengine wanakuja misikitini kwamba watu watasemaje kwamba muda mrefu umepita yeye hakuja misikitini. Mwenyezi Mungu anasema kwamba wale wanaoimarisha misikiti wanaswali swala kwa ajili ya Mwenyezi Mungu,
wanaswali swala kwa jamaa na wanaswali swala kwa nyakati zao kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na mambo yao na maneno yao yanakuwa kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu, na kutoa mali yao pia inakuwa kwa ajili ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Min ghairi ya Mwenyezi Mungu hawaogopi kitu chochote. Kuhusu hawa watu Mwenyezi Mungu anasema kwamba hawa ni watu ambao si kwamba wanadai madai ya imani tu, bali wanapata msaada wa Mwenyezi Mungu kutoka kwake. Kila hatua yao inakuwa upande wa njia ya mwongozo. Kila njia kwa ajili yao inaendelea kufungua njia za mwongozo, na mwongozo huu unawaelekeza kwenye njia za mafanikio, na wanapata mafanikio katika maisha yao. Hazur anasema hii ni ihsani ya Mwenyezi Mungu juu ya jumuiya, kwamba ameipatia jumuiya hii waaminio ambao hawafanyi madai tu kwamba wao ni waaminio, bali kwa ajili ya pamoja na madai yao hawa wanatafuta ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Na kwa sababu ya hii jumuiya inaendelea kupata maendeleo. Basi kwa ajili ya kuwa sehemu ya fadhila hizi za Mwenyezi Mungu na kwa ajili ya kuitimiza haki za misikiti, kama niliyosema, kila mmoja wetu anatakiwa aendelee kuchunguza hali yake na mali zake, ili asibaki mwanajumuiya yoyote au mwanadamu mwanamume kwamba yeye hapati baraka na fadhila za Mwenyezi Mungu. Haufu yetu isiwe haufu ya dunia, bali ikiwa tunakuwa na haufu ile iwe na mapenzi haya kwamba isije Mwenyezi Mungu akatukasirikia. Basi baada ya ujenzi wa msikiti huu, wakati dunia itakapoelekea upande wa msikiti huu, katika hali hii tunatakiwa tutimize haki za imani na tuchunguze amali zetu, na tunatakiwa vitendo vyetu viwe sawa na mafundisho ya dini tukufu ya Islam, na tunatakiwa tufanye hivi zaidi kuliko zamani. Ndipo wale watakaokuja msikitini tutaweza kuwaelekeza katika njia sahihi. Pamoja na ujenzi wa msikiti, milango na njia za mahubiri itafunguliwa. Kama niliyosema kwamba watu watakuja kuzuru msikiti huu, wataangalia msikiti huu. Sehemu yoyote msikiti unapojengwa duniani, watu wanakuja kuangalia msikiti. Watoto wa shule pia wanakuja, na watu wengine pia wanakuja. Na siku hizi kwa sababu ya amali za Waislamu, dunia inachunguza Waislamu sana. Kwa hiyo kama niliyosema kwamba watu wanakuwa na tabia ya kuchunguza kuhusu dini tukufu ya Islam. Wao wakiona kwamba amali zetu ni sawa na mafundisho ya dini tukufu ya Islam, kwa kuona hii wataathirika. Kwa hiyo baada ya kujenga misikiti huu, wenyeji wa hapa majukumu yao yameongezeka. Hayo nasema mara kwa mara kwa sababu ya hii kwamba sasa nyinyi hamkufichika. Ilikuwa zamani wakati jumuiya ya Ireland ilikuwa ndogo sana na ilikuwa haijulikani, lakini sasa nyinyi hamwezi kuwa pamoja na wale ambao hawajulikani. Ujenzi wa msikiti huu mzuri na minara wa msikiti unawatambulisha kila siku. Na kama nilisema kwamba leo jioni kuna function pamoja na wasiko Waislamu, wasiko na jumuiya. Kwa hiyo function hii itatutambulisha katika idara mbalimbali, na magazeti yameshaanza kutoa habari, na habari zingine zitachapwa kuhusu jumuiya Ahmadiyya na kuhusu mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam. Watu watajua kwa kupitia habari hizi, na msikiti huu hautavuta watu wa Galway, bali watu wa miji mingine pia watajua kuhusu jumuiya, na wakipata nafasi watakuja kuja hapa na kuangalia misikiti. Na huu ni udhoefu wetu kwamba inatokea hivi. Kama nilivyosema kwamba mahubiri yenu yataendelea kupanuka siku hadi siku. Kwa hivyo kwa ajili ya hii kila mwanajumuiya anatakiwa atayarishe upande wa elimu pia,
ili aweze kutoa majibu ya maswali. Pamoja na hayo, anatakiwa vitendo vyake pia viwe na sawa na ile hali aliyotaka Sayyidina alayhi salatu wassalam kutuona katika ile hali. Kwayo nimeshawahi kueleza kwamba ile hali ni hali gani. Ile hali ni kufuata amri zote za Qur'ani tukufu na ni kuonyesha mifano ya aina hii kwamba wenyeji wavutike upande wenu. Katika nchi hii watu wanapenda dini. Nchi hii ni katika Ulaya ambapo matajiri, watu wa dunia na masikini wanasema kwamba wao ni Wakristo na wanadai kwamba wao ni wenye dini, na wanaona kwamba Ukristo ni dini itakayowaokoa kwa kumpitia Isa alayhi salam. Tunalazimika kuambia kwamba Yesu Kristo kwa mujibu wa mafundisho yetu alikuwa nabii wa Mwenyezi Mungu, na yeye kwa kufanya kazi yake vizuri aliaga dunia hii. Mungu wa ulimwengu ni Mwenyezi Mungu ambaye ni Mungu mmoja. Yesu Kristo pia alimwabudu yeye, na mama yake Hazrat Maryam pia alimwabudu Mungu huyo. Na sawa na bishara za manabii wa zamani, aliyeleta sheria ya mwisho kutoka kwa Mwenyezi Mungu ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na hii sheria iliyokamilika ni sheria yenye kutupatia okovu na yenye kutupatia ukaribu na Mwenyezi Mungu, na vile vile ni yenye kuboresha dunia yetu na akhira yetu, lakini si kwa kudai tu bali kwa kufuata sheria hii. Tunalazimika kuambia hawa watu kwamba dalili ya kuwa Islam ni dini hai, kwamba katika nyayo za Mtume sallallahu alaihi wasallam Sayyidina alayhi salatu wasallam ameshakuja, ambaye alituunganisha na Mwenyezi Mungu, alituleta karibu na Mwenyezi Mungu, Mungu ambaye anapokea maombi yetu na anasikia maombi yetu, na sawa na madai yake anatuonyesha nishani pia. Basi uhai wa dunia ni katika kumpokea imamu wa zama hizi. Tunaweza kujenga uhusiano wetu na Mwenyezi Mungu kwa kumpokea imamu wa zama hizi, lakini je, tunaweza kuambia mambo haya yote wengine bila kuwa na hofu yoyote, au tutafikiria kwamba je, niseme au nisiseme kwa sababu ya hali yangu? Ikiwa mwingine akinipatia challenge ya kupokelewa maombi, nipo tayari kukubali challenge hii. Je, kwa kuwa na hofu na mapenzi ya Mwenyezi Mungu naishi sawa na amri zake zote? Ikiwa hali hii haipatikani, basi kwa kuwa mana jumuiya bila kujua na kutimiza majukumu, namna gani tunaweza kuwaita na kuwaalika dunia upande wetu? Namna gani naweza kuifahamisha dunia hii kwamba Masihi aliyesubiriwa, aliyetabiriwa ameshakuja? Je, hawataniulizwa kwamba huyu Masihi ameleta mabadiliko gani ndani yako? Kwayo unaniita na unanialika. Wewe mwenyewe umejenga uhusiano gani na Mwenyezi Mungu kwamba wewe unanipatia tamaa ya hii kwamba nikijiunga na imamu wa zama hii nitajenga uhusiano na Mwenyezi Mungu? Dini yako inasema kwamba utimize haki ya Mwenyezi Mungu kwa kumwabudu yeye, na katika Qur'ani yako imeandikwa kwamba lengo la maisha ya binadamu ni kumwabudu Mwenyezi Mungu, na kwa ajili yake hii wewe umeumbwa. Ni swala ngapi ambayo unaswali kwa jamaa? Umejenga misikiti mzuri, lakini
उनसे ही चमक और uzuri wake ni kwa sababu ya waswaliaji. 5 वक्त नमाजें मस्जिद में, Je, nyinyi क्या तुम mnaswali swala 5 katika misikiti wenu? कुरान करीम तो तुम्हें Je, mnatimiza haki za watumishi wa Mwenyezi Mungu, viumbe wa Mwenyezi Mungu? Qurani tukufu inawaambieni kwamba nyinyi ni umma bora ulioletwa kwa ajili ya heri ya dunia, पूछेंगे na mnazuia kutoka maovu na mnaamuru mambo ya mema. Je, kwa kutukumbusha mnatimiza majukumu yenu? Ikiwa si hivyo, basi kwanza mnalazimika mchunguzi amali zenu na vitendo vyenu. Yoyote mnayotuambia nyinyi wenyewe mnafuata au la. Waulizaji watauliza kwamba mnatukumbusha kuhusu kuwatendea vizuri jamaa wa karibu, lakini je, amali zenu ni sawa na kauli yenu mnayosema? तुम बातें करते हो, क्या इमानतों का हक Mnasema kwamba tutimize ahadi zetu na amana zetu. Nyinyi je, mnatimiza ahadi zenu na amana zenu? लेकिन क्या Nyinyi mnasema kwamba sisi tuwe wenyenyekevu na tujitolee, lakini je, katika kitendo chenu na katika kauli yenu hali hii inaonekana? Nyinyi mnasema kwamba Islam inatuambia kwamba tuwe na dhana nzuri, lakini je, nyinyi mnafanya hivi kila siku? Yani maisha yenu ya kila siku ni sawa na hali yenu hii? Nyinyi mnasema kwamba Qur'ani tukufu inatuambia kwamba tuseme kweli daima, lakini mara chungu mzima तुमने खुद झूठ का सहारा ले nimekushuhudia kwamba kwa ajili ya masilahi ya dunia umesema uongo. उसके सामने है। तुम कहते हो कि इस्लाम तालीम देता है Nyinyi कि अपने गुस्से को दबाओ, mnasema kwamba Islam inatuamuru kwamba tusiwe na ghadhabu na hasira na tusamee. Mafundisho haya ni mazuri, lakini je, इन बातों का इजहार भी करते wewe katika mambo yako ya kila siku unafanya hivi? हो। तालीम मुझे बता रहे हो कि अदल और इंसाफ Na mnasema kwamba mafundisho ya dini tukufu ni mazuri, kwamba होना चाहिए, kwa ajili ya उनकी दुश्मनी भी uadilifu tunatakiwa tuwe na hali hii kwamba hata uadui wa maadui usituzuie katika kufanya uadilifu. और इंसाफ Lakini je, nyinyi ये मया katika kuwasamehe wengine kwa ajili ya kuimarisha uadilifu umepata hali hii na mnaweza kufanya hivi? बड़े अच्छे और खूबसूरत हैं। Amri zote mnazosema kwamba ni amri za Qur'an tukufu, amri hizi bila shaka ni nzuri sana, lakini je, wewe mwenyewe unafuata amri hizi? Nyinyi mnasema kuhusu Waislamu wengine kwamba wao hawakumpokea Masihi aliyeahidiwa, na kwa sababu ya hii hali yao ni hii kwamba wanaeneza mauaji na hawana sifa hii ya rohamao bainahum. जो मसीह मौत को मानना है, Lakini ni nyinyi ambao mmempokea imamu wa zama hizi, kila kitendo chenu inatakiwa kiwe sawa na amri ya Qur'ani tukufu. Ikiwa hali hii haipatikani, रूहानी और अमली basi katika hali hii mnatukaribisha upande wa mapinduzi gani? Hakuna tofauti baina yenu na baina yetu. Huzuri anasema basi tunatakiwa tukumbuke daima kwamba ikiwa mwanajumuiya anajulikana kwa sababu ya jumuiya yake, majukumu yake yanaongezeka. Yeye katika hali hii habaki mwanajumuiya tu, bali anakuwa mwakilishi wa Sayyidina alayhi salatu wassalam. Ndio maana Sayyidina alayhi salatu wassalam amesema kwamba kwa kutujinasibisha msitufedheheshe. की जात तक Basi kitendo kibaya cha mwanajumuiya yeyote haikibaki kwa nafsi yake tu, bali inafika mpaka Sayyidina alayhi salatu wassalam. Jambo hili ni muhimu sana, kwa hiyo kila mwanajumuiya anatakiwa azingatie jambo hili. Wakati wanajumuiya watakapozingatia mambo haya yote, kila mwanajumuiya atakuwa mbalozi wa jumuiya katika hali hii. जो आपकी तरफ Yeye kutambulishwa kwake duniani itakuwa ya aina hii kwamba kwa kujua kuhusu yeye watu wataelekea kwake, na hivi mtakuwa wakilishi wa Sayyidina alayhi salatu wassalam na mtatimiza haki ya mahubiri pia ikiwa mnao sifa hizi.
na nyinyi mtaboresha dunia yenu na akhira yenu pia, na mtavuta fadhila za Mwenyezi Mungu. Basi kwa ajili ya kupata hali hii yote tunalazimika kufanya juhudi sana. Tunalazimika kusali swala 5 kwa jamaa na kwa unyenyekevu. Kuna haja ya kutimiza haki ya msikiti pamoja na majukumu na pamoja na fardh. Tunatakiwa tusali swala na hivi tujenge uhusiano wetu na Mwenyezi Mungu. Kuna haja ya kuzingatia sana haki za binadamu. Kila mwanajumuiya awe mwanamume au mwanamke anatakiwa atimize majukumu yake. Huzur anasema kwamba sisi tunawaambia watu wenyeji wa hapa kwa shauku sana kwamba msikiti huu umepewa jina la Maryam kwa sababu sisi tunamheshimu sana Hazrat Maryam. Tunawaambia hii kwamba nyinyi pia mnampenda Hazrat Maryam kwa sababu alikuwa mama wa Yesu Kristo, lakini yeye kwa sababu ya kuwa mama wa Isa alayhi salatu wasalam hatumpendi yeye, bali Mwenyezi Mungu kwa kuona hali ya imani yake na vitendo vyake Mwenyezi Mungu alimpenda na aliwaambia waaminio kwamba wao pia wawe na sifa sawa na sifa za Maryam. Maryam alilinda heshima yake na alilinda heshima yake kwa ajili ya hofu na mapenzi ya Mwenyezi Mungu, na alikuwa mtiifu mkamilifu wa Mwenyezi Mungu na alifuata amri zote za Mwenyezi Mungu. Alikuwa mwema na alikuwa mkweli. Basi kila Muislamu mkweli analazimika kufuata na kuwa na sifa za aina hizi. Nataka kuambia kina mama na wasichana pia kwamba sisi tunamheshimu Hazrat Maryam alayhi salatu wassalam. Ikiwa sisi tunamheshimu na hatutaki kuwa na sifa hizi, basi hii ni udhaifu wa imani yao. Mwaminio mkweli kwa kuwa mtiifu wa Maryam alayhi salatu wassalam anatakiwa afuate sifa zake, na katika sifa hizi kuwa na hijabu pia ni sifa moja wapo ambayo amri yake imeelezwa katika Qur'ani tukufu. Kwa hiyo wanajumuiya kina mama wanatakiwa wazingatie mawazi yao pia. Mwenyezi Mungu awajalie wote kwamba waishi sawa na ridhaa ya Mwenyezi Mungu na wawe waaminio wa kweli, badala ya kuzama na kuangukia dunia watimize haki za ibada za Mwenyezi Mungu, na kila mmoja aweze kutimiza haki za wenzake. Sayyidina alayhi salatu wasalam kwa kutusihi anasema kwamba nasema kweli kweli kwamba huu ni sherehe ambayo ameleta kwa ajili ya wenye bahati nzuri. Wenye baraka ni wale wanapata faida kutoka katika sherehe hii. Nyinyi ambao umejenga uhusiano nami, msiwe na kibri kwa sababu ya hii kwamba yoyote mliotaka kupata mmeshapata. Ndiyo, hii ni kweli kwamba dhidi ya hawa maadui nyinyi ni wenye bahati nzuri zaidi, na hii pia ni kweli kwamba nyinyi kwa kutumia dhana nzuri umejisalimisha katika ghadhabu ya Mwenyezi Mungu. Lakini kweli ni kwamba umekuja karibu na chemchem hiki ambacho Mwenyezi Mungu ameleta kwa ajili ya uhai wa kweli, lakini bado hamkunywa maji. Basi muombe msaada kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwamba aweze kuwapatieni maji haya. Pengine nyinyi hamwezi kupata uwezo huu bila uwezo wa Mwenyezi Mungu. Nasema kweli kweli kwamba yeyote atakayekunywa katika chemchemi hiki hatakufa, kwa sababu maji haya ni maji ya maisha, na maji haya yanasalimisha katika mashambulio ya shetani. Namna gani tunaweza kunywa katika chemchemi hiki? Ni hivi kwamba mutimize amri zote za Mwenyezi Mungu na mutimize haki za Mwenyezi Mungu na haki za wanadamu. Mwenyezi Mungu watujalie kwamba tuendelee kutimiza haki hizi na tuendelee kupata baraka na fadhila sana kutoka katika chemchemi hiki, na kisha tuweze kuipatia baraka dunia hii pia kutoka katika chemchemi hiki.
huzur anasema kwamba sasa nataka kueleza maelezo kidogo kuhusu ujenzi wa msikiti huu, kwa sababu watu wanataka kujua kuhusu hii. September 2010 niliweka jiwe la msingi wa msikiti huu, na upana wa uwanja huu wa msikiti ni 2400 square meter. Takriban upana wa msikiti huu ni ekar kasorobo. Na msikiti uliojengwa ni 217 square meter. 2009 uwanja huu ulinunuliwa katika bei ya €517. Katika ujenzi wake milioni 1.1 imetumika. Takriban watu 200 wanaweza kusali katika msikiti huu. Pamoja na msikiti kuna ofisi 2. Kuna nyumba moja pia iliyokuwa tayari katika uwanja huu, na vile vile ni kitchen, na magari 17 yanaweza kuegeshwa katika parking. Location ya msikiti huu ni nzuri sana. Karibu na msikiti huu kuna uwanja ambapo mashindano ya farasi yanafanyika, na kutoka uwanja ule msikiti huu unaonekana vizuri. Kila mwaka sherehe ya mashindano haya inafanyika. Watu wakubwa wanakuja kushuhudia mashindano haya. Takriban watu 40,000 wanashiriki katika sherehe ya mashindano, na hivi msikiti huu utajulikana wakati watu watakapokuja kutoka nje ya maeneo haya. Pia mahali ambapo msikiti umejengwa ni sehemu ambapo watu wengi wanaishi. Kila siku watu mamia wanapita mbele ya msikiti huu. Hostel ya wanafunzi pia ipo karibu na msikiti huu, na vile vile Galway airport pia ipo karibu sana na msikiti huu. Baadaye nyumba 2 pia zilinunuliwa ambazo ni karibu na msikiti huu. Ulimuradi kompleksi nzima Mwenyezi Mungu aifanye kwamba iwe yenye baraka kwa ajili yetu. Wenyeji wa hapa waweze kutimiza haki ya msikiti huu. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.